Sifa na utukufu ni kwa Yahawa, Bahashem, Yahawashai, Bahashem, Raha, kwa Dash, ambapo Yahawa ni jina la Mungu kwa lugha ya zamani ya Kiebrania linalomaanisha aliyepo. Bahashem ni kwa jina la Yahawashai, ni mnayemuita Yesu Kristo bila kufahamu jina lake anaitwa Yahawashai. Bahashem ni kwa jina la Raha, kwa Dashi ni jina la Roho Mtakatifu kwa lugha ya zamani ya Kiebrania linalomaanisha kwa Kiingereza Spirit Holy or the Holy Spirit. Kwa hiyo hili ni somo jingine tukienda au tukigusia kwenye nabii za siku za mwisho, na kama tulivyoona Jumamosi iliyopita kwamba sasa hivi tunaishi kwenye siku za mwisho za siku za mwisho, na ndio maana yaliyonenwa na Yahawashai kwenye Mathayo 24. Kuna kichwa cha habari kimeandika ishara za mwisho wa nyakati. Kwa hiyo mambo yote yaliyoorodheshwa kwenye Mathayo ya 24 ukiyaona yanatokea duniani ujue ni ishara za mwisho nyakati. Kwa hiyo tutaanza Mathayo 24:3, nakwambia hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Unaona, na ya mwisho wa dunia. Na unaposema mwisho wa dunia hatumaanishi kwamba hii dunia itapotea. Hii mwisho wa dunia hapa ilikuwa inamaanisha mwisho wa utawala. Utawala wa nani? Tutamuona tukienda kusoma hiyo habari. Yahawashai akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Unaona, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu, na kama unavyoona manabii wa uongo wametokea. Hilo swala hatuhitaji hata kuliongelea, kila mtu ni shahidi wa hilo. Wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita, angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Unaona vita kati ya Yemen na Israeli, vita kati ya Israeli na Gaza, vita kati ya Urusi na Ukraine, vita kati ya NATO na Urusi, vita kati ya China na Taiwan, vita kati ya India na Pakistani, vita huko Sudani ya Kaskazini, vita huko Mexico na sehemu nyingine mbalimbali. Unaona, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa. Unaona, njaa inaendelea huko Mashariki ya Kati, njaa inaendelea Kenya, njaa inaendelea Afrika. Kulikuwa kuna njaa juzi hapa ilikuwa inaendelea, ilikuwa ni wapi hapa? Sijui ni Malawi. Na matetemeko ya nchi mahali hapa juzi tu kulikuwa kuna tetemeko lilitokea kule, sijui ilikuwa ni Myanmar kule. Unaona, mpaka Marekani ikatoa tamko kwamba itaenda kuwasaidia wale watu kwa sababu walitandikwa vibaya mno. Kuna tetemeko jingine lilitokea California na sehemu nyingine mbalimbali. Unaona, haya yote ndio mwanzo wa utungu. Pointi yangu ilikuwa ni kwenye nini? Ilikuwa ni kwenye town. Unaona, pointi yangu ilikuwa ni kwenye town. Unaona, kwenye Biblia ya Kiswahili hajaongelea, lakini nakwambia ilitakiwa ongelea kwenye mstari wa 7. Nakwambia for nation shall rise against nation, taifa litaondoka kupigana na taifa jingine, and the kingdom against kingdom, na falme kwa ufalme, and there shall be famine, kutakuwa na njaa, na pestilence. Pestilence ndio magonjwa. Yeye alipoenda kwenye njaa akaruka kwenye tetemeko, lakini kwenye Biblia ya Kiingereza ametaja vitu vitatu: famine, pestilence na earthquake, ambapo famine ni njaa, pestilence ni magonjwa, earthquake ni matetemeko. Kama unavyoona hii hapa, unaambiwa aina mpya. Nadhani unaona hapa aina mpya nini?
nikilitaja hilo neno chaneli yangu inaweza ikafungiwa. Aina mpya tutataja kwa kifupi, aina mpya ya koo ambayo inaitwa Omicron ni hatari mara 5 zaidi kuliko ile ya Delta, hivyo ina kiwango cha juu zaidi ya vifo. Unaona, inachukua muda mfupi kufikia hali mbaya, na wakati mwingine hakuna dalili zozote kabla ya kuwa mbaya zaidi. Unaona, tukienda mbele, tuende mbele. Unaona, anakuambia tahadhari, vaa barakoa. Unaona, vaa barakoa. Kwa hiyo hawa mashetani, na kwa sababu kila mtu anajua hii corona ni ilitengenezwa na hawa wazungu. Unaona, ilitengenezwa na wazungu, ikaja ikatupwa duniani kwa lengo la kucontrol dunia. Unaona, na vitu vingine kama hivyo, na wanazidi kutengeneza ni kama vile toleo la simu za iPhone. Anakuja aina nyingine ya hiyo ugonjwa huo, lakini unakuja na makali zaidi. Tunaita kwa kitaalamu variant. Inakuja variant nyingine, ni kama vile wanavyotoa simu, inayokuja mbele inakuwa ni nzuri zaidi. Sasa huku ilianza hii, ikaja wanazipa zote majina. Hii wanaita Omicron. Unaona? Kwa hiyo hii ni Zaburi ya 58:3, nakwambia wasio haki wamejitenga tangu kuzaliwa kwao. Na majamaa wanaojiita mazungu walitengwa kuwa taifa lisilo haki kabla hata halijawa taifa. Unaona? Ndio mashetani hapa duniani, ndio wanamwakilisha shetani hapa duniani. Kama vile wana wa Israeli wanapomwakilisha Mungu, una taifa pia upande wa kushoto wanamwakilisha shetani. Anakwambia sumu yao mfano wake ni sumu ya nyoka. Tukianzia kwenye maneno wanayoyaongea mpaka kwenye vitendo vyao. Mfano wao ni fila kiziwi azibaye sikio lake, hawataki kusikia hili wala lile. Asiyesikiliza sauti ya waganga, ijapo wanafanya uganga kwa ustadi. Unaona, mstari wa 6 kwamba Mungu ambaye ni Yahwa uyavunje meno yao vinywani mwao. Meno yao, unaona? Kwa sababu fila nguvu zake zipo kwenye meno yake. Ndio maana nyoka ukimtolea meno yake hana nguvu tena. Kwa hiyo Mfalme Daudi anasema Mungu ambaye ni Yahwa avunje meno yao, awanyang'anye hizi nguvu walizonazo. Kwa sababu sasa hivi ukifikiria hakuna taifa la kuweza kwenda kinyume na hawa jamaa. Tunahitaji msaada wa Mungu. Bwana Yahwa uyavunje magego ya wanasimba. Unaona? Ngoja tutafute hapa. Tafute Zaburi nyingine hapa. Tafute Zaburi nyingine. Hii ni Zaburi ya 64:6, nakwambia hutunga maovu. Kina nani hao? Wametengeneza Ebola, wametengeneza hili la sasa hivi, wametengeneza ukimwi, wametengeneza kifaduro na magonjwa mbalimbali unayojua wewe. Wametengeneza TB, wametengeneza magonjwa kama kisonono na kaswende, magono haya. Ukienda kwenye historia, wametengeneza pepo punda, wametengeneza surua. Unaona? Kwa Zaburi ya 64:6 inakwambia hutunga maovu, husema tumefanya shauri kamili. Unaona?
wamefanya shauri kamili kabla ya kuyaachilia haya magonjwa. Wanafanya shauri kwanza na mawazo ya ndani ya kila mmoja wao na moyo wake huwa siri kabisa. Kwa hiyo Mungu ambaye ni Yahweh Bahashem Yahweh atawapiga shabaha kwa mshale, mara watapigwa. Kwa hiyo tulivyosoma kwenye Mathayo 24, Biblia ilikuwa inaongelea kuhusiana na mwisho wa dunia. Ile dunia ukienda kwenye Kigiriki, ile neno dunia linasimama badala ya neno ion, ambayo inamaanisha utawala au mwisho wa nyakati. Na huo mwisho wa utawala au dunia ilikuwa inaongelea dunia ya hawa jamaa watoto wa Esau au waovu, ambao tumesoma kwenye Zaburi ya 58 walitengwa toka tumboni mwa mama yao. Ndio maana ukienda katika kipindi cha Yakobo na Esau, Yakobo japokuwa hakuwa mzaliwa wa kwanza, lakini ahadi za taifa teule zilienda kwake. Esau akanyimwa kwa sababu Mungu aliyatenga haya mataifa toka tumboni mwao. Taifa moja likatengwa kuwakilisha wema, taifa nyingine likatengwa kuwakilisha uovu. Unaona? Na shetani akawa analitumia ili taifa la watoto wa Esau ambao kwa vile wanajiita wazungu. Unaona? Ndivyo watakavyo kwazwa, ulimi wao wenyewe ukishindana nao, wote wawaonao watatikisa kichwa. Unaona? Na watu wote wataogopa, wataitangaza kazi ya Mungu kama tunavyofanya. Unaona? Kwa hiyo natumai umepata kitu. Tukutane kwenye somo linalokuja.